Karibu Love Life Academy, rafiki yangu popote pale ulipo na unapo nisikiliza. Leo nataka tujifunze na nikufundishe kitu ambacho lazima ukijue, maana ndo majibu ya maswali yako ambayo huwa unajiuliza, je, kinachoharibu uchumba wangu ni nini? 99% ya chumba nyingi zimevunjika, mahusiano mengi hayakuleta ndoa, ni kwa sababu kilihusika kitendo cha zinaa kabla ya ndoa. Lakini pia 99% ya mahusiano mengi yamevunjika ni kwa sababu hakuna hofu ya Mungu kwenye mahusiano yawe ya ndoa na uchumba. Lakini pia mahusiano mengi yamevunjika ya ndoa na uchumba kwa sababu wanaume wanahusika kuwa na zaidi ya mahusiano ya mtu mmoja kwenye mahusiano hayo ya ndoa au ya uchumba. Sababu hizo tatu zimekuwa ni chanzo kikubwa cha ndoa nyingi, mahusiano mengi kuvunjika, kuvurugika, kuharibika, kuondoka, na hata kama wahusika baadhi wao walikuwa bado wanayapigania. Tukiangalia kulingana na utafiti unaonyeshwa, wanaoongoza kuvurugwa na mahusiano ya kuachana ni wanawake, ambao wao wakiwa wanatumaini kwamba wanapojitoa kwa wanaume, wanapowazalia, wanapozini nao, wakihisi kwamba ule uchumba ndo unakolea, unanoga na wenda ndo upendo. Lakini kumbe wanavurugwa na kushindwa kuelewa kwamba ukishapata unachokihitaji huwezi ukawa na kiu ya kile kitu. Mahusiano yoyote ya mume na mke au ya dada na kaka yeye akilini mwake 100% anahitaji kiungo chake cha mwanamke. Sasa wanawake wenyewe kwa sababu ya kukosa ufahamu wanampa kile anachokihitaji kabla ya wao kupata wanachokitaka. Ukiwa ni mtu ambaye unajitoa kabla ya kupata unachotaka, kila wakati utakuwa unajitoa mpaka unadhalilishwa. Maisha yako usipoanza kuthamini mwili wako, kila mwanaume atakaye kuja kwako atahitaji kukuchezea kama mpira, kama kamari, kama gari bovu. Kwa hiyo basi, leo uchumba wako umeharibika, leo umezalishwa na kutelekezwa, na ukarudiwa tena ukazalishwa na kutelekezwa. Aliporudi ukahisi anakupenda, kumbe ni kwa sababu amekaa kwa muda mrefu, hamu ya kuzini na wewe imerudi. Ndio maana anaanza kukupigia simu, ndio maana anaanza kuwa mwema na mpole. Lakini ukijichanganya unaweza kupata mimba ya pili, alafu baada ya hapo akakuacha. Kwa hiyo usipokuwa makini unashangaa una kampuni ya watoto hapo nyumbani kwako na wote hawana baba. Na ukijichanganya zaidi utasema ngoja sasa nipate mahusiano mengine, labda nitapoza ya mwanzo, na yeye atakuja vile vile kwa maneno mazuri, baada ya kukuchezea na yeye atakuacha. Kwa hiyo unaweza kukuta hapa duniani una watoto zaidi ya 5 wa baba tofauti tofauti. Kwa nini? Ulikuwa unajitoa kama kalanga, kama mbegu za maboga, umekaangwa, unajigawa bure bila kuweka mipaka kwenye maisha yako. Dada yangu, mwili wako ndo tiketi ya kupata ndoa au kukosa ndoa. Ukiugawa kabla ya ndoa, sahau ndoa. Ukiutunza kabla ya ndoa, Mungu atahakikisha unapata ndoa. Kwa hiyo basi, kitu kitakachoua uchumba wako na mahusiano yako ni kwa sababu unajitoa kabla ya kuolewa, umezaa kabla ya kuolewa, unatandika vitanda, wengine umehonga, wengine unawasomesha wanaume, wengine wewe kaka unamsomesha mwanamke, umeanza kuhudumia familia zao, hujachunguza, hujajua, hujaelewa, umekimbia kwa sababu ya tamaa zako. Leo unaanza kutoa jasho. Kumbuka, unapokosea kwenye kuoa, baadaye majanga yataondoka kwenye maisha yako. Ukikosea kwenye kuolewa, baadaye majanga na hata ile thamani ya ndoa haitakuwepo. Issue sio kuoa au kuolewa. Issue, je, kuna furaha baada ya kufanya hicho? Kwa sababu ukishaoa au kuolewa pale, kumbuka soko lako muda mwingine limeshuka, au umepata majukumu ya watoto, umeshaunganishwa. Sasa
dada umejiunganisha na mwanaume ambaye hana mpango na wewe, ukakubali kumzalia alafu akakutelekeza, baada ya kupata watoto, ina maana soko lako kwenye ulimwengu wa uchumba limepungua. Kwa sababu mwingine atakuja anataka kukuoa, unamwambia nina mtoto. Akishagundua na kukimbia. Sasa wengine baadaye wanaficha kwamba hawana watoto ili waolewe. Sasa baadaye akigundua ulikuwa na mtoto, inakuwa ni mgogoro, anakuona ni muongo, na mwisho anakuacha. Kwa hiyo kwa namna zote mbili unakuta unapata struggle kwenye kupata ndoa, kupata uchumba sahihi. Kwa hiyo jitunze, jifunike, acha kujigawa. Thamini Mungu kwenye maisha yako, ndipo utaweza kupata ndoa. Hakuna kanuni nyingine yoyote ya kuweza kutambua tapeli wa mapenzi au ambaye si tapeli kama unagawa mwili wako kama kalanga. Rafiki yangu, stuka, toka usingizini, mheshimu Mungu kwenye maisha yako, na hapo ndipo utakapothibitika, utapata ndoa sahihi na hautotapeliwa wala kuchezewa kama mpira hapa duniani. Nawapenda. God bless you. In Jesus name, shalom.